Bwana kubariki sana ndugu yangu mtazamaji. Nina shukrani, nina furaha tena kuwa mbele zako kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe ambao ninakuletea siku ya leo unasema namna gani utazishinda changamoto za 2021. Najua umepitia mambo mengi sana katika mwaka uliopita, mwaka 2020, na una matarajio fulani ambao unataka Mungu akutendee katika mwaka huu mpya ambao unaenda kuanza. Acha nikwambie kwamba changamoto ama vita ama vikwazo ni njia pia ya kufikia hapo ambapo Mungu anataka ufikie. Ni njia pia ya kufikia, ya kukufikisha kwenye malengo yako, ya kukufikisha kwenye target zako. Kwa hiyo unaona changamoto zimekuja katika maisha yako, usiogope wala usibabaike, lakini elewa kwamba ni moja ya njia ambayo Mungu ametengeneza, sio kwa ajili ya kukuua, sio kwa ajili ya kuharibu, lakini ni kwa ajili ya kukuongezea nguvu na uweze kufika pale ambapo unataka ufike. Nikwambia kwamba mwaka huu 2021 Mungu atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Yale yote ambayo uliyakosa mwaka uliopita, Mungu atayatenda mwaka huu mpya. Yale ambayo ulishindwa kuyafanya kwa sababu moja ama nyingine, Mungu atakuwezesha kuyafanya. Pale ambapo ulikwama ukawa kabisa umezoofika, umekosa nguvu, Mungu atakutia nguvu katika mwaka huu mpya, na utafanya mambo makubwa kuzidi yale ambayo ungefanya hata mwaka uliopita. Mungu atakupa, utaweza kufidia hata pale ambapo ulikosa, ulipoteza. Mungu atakufanikisha katika jina la Yesu. Sema amen kama unapokea, maana huu ni unabii ambao Mungu atatimiza katika maisha ya mtu ambaye ataamini. Ngoja nisome katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 4 mstari wa 7. Biblia inasema hivi, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7, na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ngoja nikupe siri moja ambayo itakusaidia kuweza kushinda vikwazo na kuweza kufikia malengo yako ambayo utakuwa umejiwekea katika mwaka 2021. Biblia inasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote ikahifadhi mioyo yenu. Amani ya Bwana ikahifadhi moyo wako. Jambo la kwanza ambalo nitakwambia katika mwaka huu mpya ya kwamba usipanic. Usipanic kwa kile ambacho kitatokea mbele yako. Usipanic kwa yale matatizo ambayo yatainuka mbele yako. Usipanic kwa vita ambavyo vitainuka mbele yako. Nikupe mfano moja. Kuna siku nilikuwa barabarani siku ya Jumapili, ninatoka kufanya huduma kanisani na niko na sasa narudi nyumbani. Na njiani ilikuwa muda wa jioni kabisa, hakukuwa watu wengi njiani. Nikawa nimepata pancha ya tairi, kwa hiyo ikapiga ikawa imepasuka. Sasa imagine nimetoka kanisani, nimevaa vizuri, niko smart, nimevaa suti yangu na shati nyeupe nini. Sasa hapo ninajikuta kwenye mazingira ambayo sasa natakiwa nipaki gari pembeni, nianze kuangalia namna gani nitaweza kuweka spare tire. Kwanza sikuwa na spare sababu ni spare nayo ilikuwa imepata shida, hiyo tire nyingine ilikuwa imepata shida, kwa hiyo spare ndo nilikuwa ninatumia hapo. Kwa hiyo sina ya kubadilishia, lazima nijue nafanyaje pale. Sasa nipate tire nyingine au kama ninaweza kuungaunga hiyo niendelee na safari. Lakini nimesoma hii mstari wa Filipi sura yake ya 4 mstari wa 7 kwamba usipanic, sababu unapopanic, unapopata shida, ukipanic ujue kwamba unaongeza shida. Badala ya kutafuta solution ya shida, unakuwa unaongeza shida nyingine. Kilichonisaidia pale kwamba nilipokea kwanza hiyo hali. Kwa hiyo sikupanic, nikatulia, nikapaki gari pembeni, nikachukua triangle, nikaweka nyuma, nikaweka na mbele. Ikabidi sasa nitulize akili. Unaona? Kwa hiyo unapopata shida yoyote, ndugu, usipanic. Sababu ukipanic unaweza kusababisha shida nyingine. Lazima amani ya Bwana ambayo inapita akili za wanadamu ikahifadhi moyo wako, ikahifadhi roho yako katika kila jambo utakalokutana nalo katika mwaka huu mpya. Amani ya Mungu ikatawale maisha yako. Usifikiri kwamba mwaka utaenda tu unatereza kabisa, unatereza kila kitu kitaenda shwari. Hapana, kutakuwa milima, kutakuwa mabonde, kutakuwa zoruba, kutakuwa wakati nzuri, lakini kila nyakati itakayotokea katika mwaka wako huu ambao unaenda kuanza, usipanic. Kuwa na amani ya Bwana ambayo inapita akili zako, sababu hiyo amani ikiwa ndani yako itakuambia kitu gani ufanye,
itakupa mwelekeo. Amani ya Bwana itakupa maamuzi gani, maamuzi sahihi utaweza kuchukua katika kila situation ambayo itatokea katika maisha yako. Kwa hiyo ambia Mungu kwamba amani yake ambayo inapita akili za wanadamu, ambayo inapita pesa zako, amani ya Bwana ambayo inapita elimu yako, ambayo inapita kila kitu ambacho unaweza kukutana nacho, ikahifadhi moyo wako katika mazingira ambayo utakutana nayo katika mwaka huu mpya. Amani ya Mungu ilivyokuwa ndani yangu ikanipa sasa akili, nikapaki gari vizuri, nikaanza sasa kujiuliza nifanye nini. Nikatulia kabisa, nikatulia, nikawa sikupanic na nikatulia wakati nimepata shida ya gari. Nikaenda sasa kwenye jambo la pili ambalo nataka tusome katika kitabu ya Mithali sura yake ya 17 na mstari wa 17. Mithali sura ya 17 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema hivi: rafiki hupenda siku zote, na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Unapopatwa na shida katika mwaka huu, nataka nikushauri ya kwamba jitengenezee marafiki. Kuwa na marafiki, kuwa na ndugu. Usiwe mtu ambao utakaa mbali na watu, sababu watu ndio wanaweza kukusaidia utakapopata shida yoyote. Mungu hakukuumba kwa bahati mbaya. Mungu hakukuweka kwenye jamii kwa bahati mbaya. Mungu hakukupa wale contact, wale rafiki, wale ndugu kwa bahati mbaya. Wale rafiki zako, wale ndugu ambao unafanya nao kazini, wale jirani zako kwa nyumbani kwako, wale jirani zako wa kazini, wale mnaosali nao kanisani, wale mnaohudumu nao, wale mnaokutana nao. Mungu hakuwaleta karibu yako, hakuruhusu kwamba muweze kuwa nao kwa bahati mbaya. Mungu alikuwa na mpango mzuri ili wakati utakapokuwa na shida, wakati utakapokuwa na changamoto, utafanya, yani utakimbilia kwa wale ambao ni ndugu, wale ambao ni marafiki. Biblia inasema rafiki hupenda siku zote. Rafiki ambaye anakupenda siku zote hawezi kukuacha uwe na shida. Kwa hiyo wakati shida itakutokea, ndugu yangu, kuwa na rafiki ambao unajua kwenye hii shida ngoja niipigie ndugu fulani, ngoja nipigie rafiki fulani ili aweze kunisaidia kutoka kwenye hii shida. Nilipopata shida, nilikuwa nakupa mfano kwamba nilipopata shida ya gari, ikabidi sasa, sababu sina spare tile, sina spare ya kubadilisha, na inatakiwa sasa nijue kwamba nafanyaje, na mafundi wako mbali, distance ndefu sana. Lakini sababu nilikuwa na ndugu, sababu nilikuwa na marafiki, ikabidi nishike simu yangu, nipige simu kwa mtu fulani, kwa fundi fulani, na huyo ndugu ambaye nilimpigia simu, ambaye najua anaweza kapata tile na akaja haraka kunisaidia, alikuwa mbali sana. Lakini sababu ni rafiki, sababu ni ndugu, hawezi kuniacha kwenye shida. Ikabidi aache mambo ambayo alikuwa anafanya, aje kwanza anisaidie. Akapanda pikipiki, alikuwa mbali kabisa, nilisubiri kama dakika 30 hivi, lakini pamoja na speed alikuwa anakimbiza bodaboda pikipiki, akafika pale, akaja na spare tile, akanisaidia, tukatoa hiyo tile ambayo ilikuwa imepata pancha, tukabadilisha na safari ikaendelea. Sababu gani? Nilikuwa na rafiki, nilikuwa na ndugu. Mwaka huu unaoanza, kuwa mtu wa kujitengenezea marafiki, kuwa mtu wa kutengeneza mahusiano mazuri na watu, sababu Mungu atakubariki kupitia wale watu. Msaada wako Mungu atakusaidia kwa kupitia watu ambao wa karibu, ambao utakuwa umejitengenezea ukaribu nao. Mwaka huu sio mwaka wa kugombana na watu. Mwaka huu sio mwaka wa kuwa na vinyongo na watu. Mwaka huu sio mwaka wa kutengeneza matatizo katika jamii. Mwaka huu ni mwaka wa kupatana. Mwaka huu ni mwaka wa kutengeneza. Kama ulikuwa na shida na ndugu yako, ni mwaka wa kutengeneza. Kama ulikuwa na shida na jirani yako, ni mwaka wa kutengeneza. Sababu utakapokuwa na shida, utakapokuwa na uhitaji, ule ndugu yako ndo atakuja kukusaidia. Mungu atamtumia huyo ndugu yako ili awe msaada kwako. Kwa hiyo jua kutengeneza marafiki katika changamoto ambazo zitakufikia mwaka huu. Wale marafiki ndo watakusaidia, wale marafiki ndo watakuwa msaada wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jambo la tatu ambalo unaweza kufanya mwaka huu, ngoja tusome katika kitabu cha Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 28. Warumi sura ya 8 na mstari wa 28, neno la Bwana linasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema
yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sikia, changamoto ambazo utakutana nazo Mungu ataziruhusu katika maisha yako, sio kwa ajili ya kukuua, sio kwa ajili ya kukuharibu, sio kwa ajili ya yani kwamba uteseke, upotelee huko kwenye mateso. Hapana, changamoto ambazo utakutana nazo, Biblia inasema kwamba Mungu, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Mungu anakutakia mema. Mungu anataka kwamba mapenzi yake ni kwamba ufanikiwe katika kila jambo. Kwa hiyo anaweza kukupitisha katika changamoto fulani, usifikiri ni kwa ajili ya kukuua, lakini Mungu anakutakia mema. Mungu anataka ukutane na mema pale mbele. Inawezekana Mungu anataka tu akupitishe kwenye hiyo, atakupitisha kwenye hiyo changamoto ili akufundishe kitu, ili akupe elimu fulani, ili akupe maarifa fulani, ili ya kwamba utakapotoka hapo kwenye hiyo hatua uende tena kwenye level nyingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utakapokutana na matatizo, utakapokutana na bonde na milima na dhoruba na mawe na vikwazo, kumbuka ya kwamba ni njia ya kukufikisha kwenye destiny yako, ni njia ya kukufikisha hapo unakoelekea, ni njia ya kukufikisha huko kwenye mambo mazuri ambayo Mungu ameyaweka mbele yako. Mungu ameweka mbele yako mambo mazuri kwenye mwaka huu 2021, lakini utapitia mambo mazito, utapitia, lakini sio kwa ajili ya kukuua, ni kwa ajili ya kukufikisha, ya kukufundisha, ili uweze kufika mahali pazuri katika huko ambako unaelekea. Kwa hiyo wakati utakutana na majaribu usipotelee kwenye, yani usipoteze mwelekeo wako, lakini elewa ya kwamba njia moja ya kukufikisha huko ambako Mungu anataka kukupeleka. Na jambo la mwisho ambalo nataka niseme na wewe, Biblia inasema kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hutaweza kwa nguvu zako, hutaweza kwa akili zako, hutaweza kwa experience yako, hutaweza sababu wewe ndo unajua sana, lakini utaweza sababu Mungu akutiaye nguvu, Mungu akuwezeshaye ndo ataruhusu uweze. Mungu ambaye hajawahi ataruhusu kile ambacho kilishindikana mwaka 2020 kiwezekane mwaka huu. Kile ambacho kilishindikana tangu ulizaliwa mpaka hapo ulipo, kile ambacho kilishindikana katika maisha yako, yule Mungu ambaye anasema kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, yule Mungu ndiye atakuwezesha. Kwa hiyo nenda na Mungu katika mwaka huu mpya. Nenda na Mungu, utafanya mambo makubwa. Utafanya yale ambayo wazazi wako hawakuweza kukufanyia. Utafanya kile ambacho pesa haziwezi kukufanyia. Utafanya kile ambacho elimu yako haiwezi kufanya. Utafanya kile ambacho wanadamu watashangaa, sababu utakwenda na Mungu. Na nikwambie, hakuna yule ambaye aliwahi kuenda na Mungu na akaaibika. Mungu hatakuacha. Mungu hatakuacha. Kwa hiyo na wewe shikamana na Mungu. Yani usiache maombi, usiache kusoma neno lake, usiache kutafuta uso wake, usiache kuenda kanisani, usiache kuhudumu, usiache kile kitu ambacho unafanya kizuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, sababu kupitia hicho ndo Mungu atafanya kitu katika maisha yako. Mungu akubariki. Ninakutakia mwaka wenye amani, ninakutakia mwaka wa mafanikio, ninakutakia mwaka wa kuinuliwa, ninakutakia mwaka wa majibu ya maombi ambayo umeomba kwa miaka mingi, ninakutakia mwaka ambao Mungu atakubariki kiuchumi, ambao Mungu atakupandisha, Mungu atakuheshimisha. Wale ambao walikudharau watakuheshimu, wale ambao walikuona haufai watakutafuta kwa appointment. Mwaka ambao nikwambie Mungu anaenda kukufanikisha kwa kiwango cha ajabu sana. Utamshangaa Mungu, na Mungu tayari ameanza kukuonesha dalili ya kwamba atakushangaza. Haleluya. Naitwa Bienvenu Wanzire, ninakupenda sana na ninakutakia baraka na amani ya Kristo katika jina la Yesu. Amen.